Katika ujenzi wa kawaida, tofali za kuchoma ni imara zaidi ya tofali za blocks. Nisikilize sasa hapa niweze kukufafanulia hivi. Sababu ya kwanza au sababu kuu ni kwamba uandaaji wa tofali za blocks unafanya tofali hizi kuwa katika kiwango ambacho ni dhaifu kuliko tofali za kuchoma, kwa sababu wengi wamekuwa wakiandaa tofali hizi kibiashara, wanatamani au wamekuwa wakifanya idadi kuwa nyingi zaidi katika mfuko mmoja wa simenti ili kupata faida ya biashara yao, kitu ambacho kinafanya bidhaa hizi au matofali haya kuwa chini ya kiwango kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia udhaifu au namna ya uchanganyaji wa ratio ya simenti na mchanga kutofautiana kwa kiwango kikubwa sana. Hii nayo inapelekea tofali hizi kuwa dhaifu. Aina mchanga unaotumika kuandaa tofali hizi nayo pia ni sababu kuu inayopelekea tofali hizi kuwa dhaifu. Kitu kingine ni kwamba katika uandaaji wa tofali za kuchoma ni kwamba tofali hizi huwa zinaandaliwa kwa udongo wa asili, kitu ambacho kama ikitokea kutakuwa na mchanganyiko wa aina ya udongo usiofaa, wakati wa uandaaji wa tofali hizi huwa zikichomwa zinakatika au zinapasuka. Kwa hiyo ukiona tofali ya kuchoma imeshachomwa vizuri na bado ni imara, basi ujue hiyo ni imara kwa ajili ya ujenzi. Sababu nyingine ni kwamba ukiangalia magofu au maghala mengi ambayo yametelekezwa yaliyojengwa kwa tofali za blocks hayadumu sana kuliko yaliyojengwa kwa tofali za kuchoma. Kwa hiyo hata kama wewe unajenga kwa kudunduliza, unajua kabisa nitaungaunga sana kuhakikisha kwamba nakamilisha ujenzi wangu, basi tumia za kuchoma, kwa sababu utakapokuwa umemaliza boma lako na umetumia tofali za block, likikutana na mvua 2-3 ni rahisi sana jengo hilo kubomoka, tofauti na tofali za kuchoma. Lakini pia utofauti wa ratio au uimara kati ya mota, naposema mota ni ule mchanga na simenti ambapo unakaa kati ya tofali na tofali. Kama umetumia tofali za blocks, ikitokea tofali ya block imetengenezwa kwa imara mzuri na mchanganyiko, ile mota ule udongo ambao unakaa kati ya tofali na tofali ukawa kidogo ni dhaifu, hili jengo nao pia linakuwa ni dhaifu lote, na inaweza ikawa ifikia tu hata wewe mwenyewe upo nyumbani kwako, ugomvi ni kati ya wewe na mke wako tu, ile purukushani huku na huku, mkajikuta mnabomoa nyumba. Na sio lengo la mimi kukuja hapa na kuzungumza hayo, ila lengo kuu ni kukuletea ramani hii hapa ambayo unaiona katika screen yako. Jengo hili lina jumla ya vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single, lakini kuna jiko na choo cha public, vile vile kuna sebule kubwa tu ya kutosha. Hili jengo hapa utatumia jumla ya tofali 1300 za blocks, na kama utatumia tofali za kuchoma basi zitaenda tofali 5000 za blocks. Kumbuka tofali moja ya block ni sawa na tofali 3 za block. Kwa hiyo utakapokuwa unapiga mahesabu yako unaweza kuzidisha katika namna hiyo, lakini pia unatakiwa kuongeza idadi ya tofali ambazo zitafidia zile ambazo zitakazokuwa zikipasuka kabla ya kutumika katika ujenzi, kwa sababu tofali za kuchoma kuna baadhi ambazo huwa zinakuwa zinavunjika, zinakuwa zinapasuka. Lakini pia bati za futi 10 hapa ni bati 50. Sawa, idadi ya bati huwa mara nyingi inawachanganya wengi, lakini nikwambie tu kitu kimoja, urefu wa jengo, kimo cha jengo ndicho ambacho kinakuja kutoa majibu ya bati zitatumika kiasi gani. Lakini majengo mengi yanajengwa kwa urefu na mengine yanajengwa katika namna ambayo inakuwa ni jengo la pamoja, halina urefu sana wala sio jembamba sana, ila linakuwa ni kidogo lina upana, nalo pia linakuwa na idadi kubwa ya bati kutokana na kwamba bati hizi zitalazimika kwenda juu zaidi, tofauti na jengo kama hili ambalo linakuwa kidogo limejitanua katika namna ya urefu ya upana, alafu kidogo linakuwa ni jembamba, sio urefu sana. Sawa, lakini pia hapo juu kuna kaa jumla ya mbao za kench 90, na hizo mbao za kench wengi wamekuwa wakiomba ufafanuzi. Mbao za kench ninazokuwa nazitaja sijajumuisha fascia boards kwa maana mbao hizi za pembeni, hapana, ni kench. Naposema mbao za kench nafikiri mafundi wanaelewa kuhusu ni aina gani au size gani ya mbao za kench. Hili hapa na waachia mafundi ambao wanapaua, kwa sababu wao ndio watatakiwa kujibu swali hili kutokana na eneo ambalo wanaenda kupaua, hasa uwepo wa matetemeko ya ardhi na vimbunga, kwa maana upepo mkali ndio unakuja kutoa majibu utatumia size ipi, iwe ni 2x2, 4x2 au aina gani nyingine ya size ya mbao ambayo utataka kutumia kuna ujenzi wa hilo jengo ambalo unataka kujenga. Hiyo ni katika size ya mbao. Kumbuka ramani kama hizi na zingine nyingi zote tunaziposti katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia huwa zinaandaliwa kwa mujibu wa mahitaji ya mteja wetu. Kama wewe hapo unaweza ukaleta mahitaji yako, bwana mimi ninahitaji 1 2 3, na sisi tukakuandalia vile vile ambavyo wewe unahitaji, kwa sababu kilicho katika akili yetu au katika malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunatimiza kile ambacho unakiwaza, aidha vile vile unavyowaza au kukiboresha zaidi kiweze kuwa kizuri zaidi kuliko vile ambavyo kingekuwa kama kutakuwa na uhitaji wa jambo hilo, kwa sababu mara nyingi tunapokea mawazo kutoka kwa wateja wetu na
pale ambapo tunabidi au pale ambapo itakuwa inatupasa, tunashauri kwamba kwa nini isiwe hivi kuhakikisha kwamba wazo la mteja linabaki vile vile au linaboreshwa zaidi kuwa zuri na lenye mvuto kuliko vile ambavyo ningekuwa awali. Nikukumbusha tu kwamba namba ya simu ni hiyo hapo, lakini pia unaweza kututumia message WhatsApp. Ukituma message WhatsApp tutakupatia link ili uweze kujiunga na magroup yetu, channel zetu za WhatsApp. Huko sio lazima wewe unaingia mitandao ya kijamii ndio unapata ramani, hapana. Huko WhatsApp unakuwa unapata ramani kila tunapokuwa tunazipost. Kwa hiyo fursa ndio hiyo hapo, lakini pia niwaombe tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kufikia na ramani nyingi zaidi. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.